Mtazamaji wa Matukio Daima, kufuatia barua iliyoandikwa na mwanahabari Zulfa Mfinanga kutoka mkoani Arusha, na barua hii kuweza kupostiwa katika mtandao wa Matukio Daima ikieleza kisa hichi ambacho kimetokea kule wilayani Uvinza mkoani Kigoma nchini Tanzania. Barua hii ambayo ilikuwa inaelekezwa kwa mkuu wa wilaya na baadaye Matukio Daima kumfikishia barua hii Mheshimiwa Waziri Dorothy Gwajima kuomba aingilie kati. Barua hii inasomeka: habari Mheshimiwa DC, pole na hongera kwa majukumu yako makubwa ya kuwatumikia wananchi. Samahani kwa kukuandikia ujumbe huu, lakini tunaomba msaada wako kuhusu tukio hili la kusikitisha lililotokea katika kijiji cha Kisiriri, kata ya Mjabibi, wilayani Uvinza mkoani Kigoma. Kuna binti mwenye umri wa miaka 12 anayeitwa Neema, ambaye ameozeshwa kwa nguvu na baba yake mzazi aitwaye Nashon Lucas. Binti huyu alifiwa na mama yake tangu akiwa mdogo sana, hivyo amekuwa akiishi chini ya uangalizi wa baba yake. Mwaka juzi baba yake alijaribu pia kumwozesha dada yake Neema, lakini kwa bahati nzuri binti huyo alifanikiwa kutoroka na kwenda kuishi kwa bibi yake mzaa mama. Hata hivyo, baba huyo alifika hadi kwa bibi huyo na kumchomea nyumba. Kwa bahati nzuri, bibi huyo aliweza kuondoka katika kijiji hicho na hadi leo hajarejea tena. Kwa sasa taarifa zilizotufikia ni kwamba wiki iliyopita baba huyo amemwozesha binti huyo Neema kwa mwanaume ambaye tayari ana wake wawili, hivyo Neema anapelekwa kuwa mke wa tatu. Jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba binti huyo hajawahi kupelekwa shule kabisa. Mheshimiwa DC, tunaomba msaada wako ili hatua za haraka zichukuliwe kumlinda mtoto huyu na kuhakikisha haki zake zinalindwa. Tunaamini msaada wako unaweza kuleta mabadiliko ya kuokoa maisha ya mtoto huyu. Mimi ni Zulfa Mfinanga, mwandishi wa habari, nipo mkoani Arusha. Hata hivyo, uongozi wa Matukio Daima Media unaungana na mwandishi Zulfa Mfinanga kwa kumwomba mkuu wa wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma pamoja na waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Daktari Dorothy Gwajima kuingilia kati suala hili. Na Matukio Daima Media tuna imani kubwa na uwajibikaji wa mheshimiwa waziri pamoja na ujumbe huu kuupata kwa kuchelewa, ila tunaamini ataufanyia kazi. Sasa hii ni taarifa ambayo imepostiwa majira ya saa 3 asubuhi katika mitandao ya Matukio Daima. Kufuatia ujumbe huu, Waziri Gwajima ameandika katika Instagram akikomenti taarifa hii kupitia Matukio Daima, akisema Matukio Daima habari, salamu na pongezi nyingi kwa kazi njema. Ngoja nami nimtafute Mheshimiwa DC wa Uvinza na Mheshimiwa RC Kigoma na waziri wa TAMISEMI. Hii ni message ambayo ameiandika Mheshimiwa waziri katika comment fupi aliyecomment katika Instagram ya Matukio Daima kufuatia taarifa hii. Hata hivyo, Matukio Daima tunampongeza Mheshimiwa Waziri Daktari Dorothy Gwajima kwa kuwa waziri wa mfano na kuchukua hatua kila mara anapoona taarifa inayohusu wizara yake, na mara baada ya kuchukua hatua huwa huleta mrejeo wa taarifa hiyo namna ambavyo ameichukulia. Tukupongeze sana Mheshimiwa Waziri, kama hili litafanyiwa kazi na hatuna shaka na uwajibikaji wako, tukiamini hatua zitachukuliwa na kulinda haki ya mtoto huyo, kwani ana haki ya kusoma. Hii ni Matukio Daima update, nami ni Francis Gobin. Asante na endelea kuwa nasi.
Je, unahitaji kupata ujuzi utakaosaidia maisha yako? Karibu katika vyuo vya Radio Mdaburo, Radio Kilolo, Radio Ibwanzi na Radio Mafinga. Hivi ni vyuo bora vyenye uzoefu katika utoaji wa fani za umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na hudumu wa hoteli, useremala, washi au ujenzi, afya na uzalishaji wa mifugo, ubunifu wa mitindo na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi yani leather goods, nishati jadidifu yani renewable energy, teknolojia ya habari na mawasiliano ICT, ufugaji nyuki, usukaji mota, udereva wa awali na matumizi ya kompyuta. Tunafundisha bure stadi za maisha na ujasiriamali kwa vitendo. Pia tunajali na kufundisha michezo na burudani kwa wanafunzi wote. Kwa wanafunzi wa mafunzo ya muda mrefu watapata nafasi ya kusoma bure masomo ya kompyuta na lugha za kimataifa. Vyuo vyetu vimesajiliwa kikamilifu na NACTIVATE. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kwa awamu 4. Unaweza kujisajili na kupakua fomu katika tovuti ya shirika yani www.radio.or.tz. Tunawakaribisha wote waliomaliza darasa la 7, kidato cha 4 na kuendelea kutumia fursa hii bila kujali ufaulu wao. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya Radio. Kumbuka, ufundi ni taaluma inayoishi. Kwa maelekezo zaidi, wasiliana nasi kwa namba za simu 0745921971 au 0745921575. Tunawakaribisha wote katika vyuo bora vya mafunzo ya ufundi stadi nchini Tanzania. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sifu Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sifu Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762123736 au 0769440834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Je, unatambua kuwa St. Dominic Savio Secondary School ni miongoni mwa shule 10 bora katika matokeo ya kidato cha 4? Basi sikia hii. Shule za St. Dominic Savio na Kaglielo Girls Secondary School ni shule zinazopatikana na kumilikiwa na Jimbo Katoliki la Iringa katika matawi ya shule zetu zote kuanzia nafasi ya Kids Daycare, elimu ya chekechea, awali na msingi, na kwa wale wanaohamia madarasa yote kwenye matawi yake yote 4 ya shule za St. Dominic Savio Pre and Primary School. Shule zetu ni za kutwa na bweni. Shule zina usafiri wa mabasi ya uhakika na zinahakikisha mtoto anasafiri salama muda wote. Vituo vya daycare vinapatikana kwenye shule zetu za msingi. Mtoto anapokelewa kwa ajili ya malezi kuanzia miezi 3. Kwa upande wa sekondari zetu, tunapokea wanafunzi wanaotaka kujiunga nasi kuanzia kidato cha kwanza, wanaohamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 kwa tahasusi zifuatazo: PCB, PCM, CBG, HGL, HGK na HKL. Shule zetu za sekondari 3 zote zinapokea wanafunzi wa dini zote. Kwa upande wa jinsia mbili, zinapokea wanafunzi wa jinsia zote, yani wavulana na wasichana, wakati katika shule yetu ya Kaglielo Girls Secondary School inapokea wasichana tu kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa sasa. Shule zina mazingira mazuri na yenye kuwavutia wanafunzi kujifunza kisasa na kwa vitendo. Shule zina maabara, maktaba na vyumba maalum kwa ajili ya kujifunza tehama. Shule zina walimu na watumishi wengine wa kutosha wenye sifa, vipawa, maadili na uzoefu wa kuwajenga na kuwalea wanafunzi kitaaluma, kimaadili na kiroho. Shule zinafanya vizuri sana kitaaluma na zimekuwa zikiongoza mkoa wa Iringa kwa miaka kadhaa mfululizo. Kwa upande wa shule zetu za msingi, katika mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi yani PSLE, shule zimekuwa zikiongoza wanafunzi wote kufaulu na kupata daraja A bora sana, huku zikiwa na wastani wa juu kuongoza mkoa. Kwa upande wa shule zetu za sekondari, wanafunzi wote wamekuwa kifaulu kwa kupata division 1 wote, na division 2 zikitoka ni chache sana. Shule za St. Dominic Savio zinalea na kukuza vipaji mbalimbali vya watoto katika nyanja mbalimbali. Shule zetu zinafanya ziara mbalimbali za kimasomo yani study tour, kwa kutembelea maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kujifunza kama vile Italia, Dubai, Kenya, Uganda, Zambia, South Africa na kwingineko. Usaili
Usaili unaendelea kufanyika na fomu zetu za kujiunga na shule zetu za awali, msingi na sekondari zinapatikana kwenye shule zetu, mtandaoni na kwenye vituo vya mikoa na miji mbalimbali. Kwa mawasiliano zaidi tembelea tovuti yetu ya www.stdominicsavio.co.tz ama tupigie simu namba 0719501170 au 0754074303 au 0745114386 au 0757009418. Karibu St. Dominic Savio Schools kwa elimu bora kwa ajili ya maisha ya sasa na ya baadaye. Sisi ni St. Dominic Savio Schools, tunasema we learn for life but not school.